Shum TV. Furaha kiganjani. Mkurugenzi Wakfu Amana na Hija kutoka Kamisheni ya Wakfu na Amali ya Amana Zanzibar, Hajjat Madina Haji Hamis, amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na maandalizi ya ibada ya Hija ya mwaka 1447 Hijria sawa na mwaka 2026 Miladia. Akizungumza katika hafla hiyo, Hajjat Madina akawataka waumini wa dini ya Kiislamu wanaotarajiwa kutekeleza ibada hiyo kufahamu umuhimu wa ibada ya Hija ili kuweza kuitekeleza ibada hiyo kwa ufanisi. Serikali ya Saudi Arabia chini ya Wizaratul Hija na Umra kupitia Wizara ya Afya ilitoa ratiba na miongozo mipya ya utekelezaji wa matendo yanayohusiana na masuala ya ibada Hija na hivi karibuni kupokea pia mwongozo wa utaratibu wa afya za mahujaji ambao wanatarajiwa kusafiri kutekeleza ibada ya Hija kwa mwaka 1446 yani 2025, ambapo katika suala la maandalizi linaendelea vizuri na hatua iliyobakia kwa sasa ni kama ifuatavyo. Ratiba hii kama nilivyosema mwanzo tulizungumza kule Tanzania bara na waandishi wa habari, ambapo mwanzo tulipokea na sasa hivi tunazungumza hapa. Tunajua bila shaka itafika dunia nzima, ambapo just tunawapa brief tu kwa pale tulipofikia na vile vitu vilivyotekelezwa katika ile ratiba tuliyopewa. Tarehe 8 Juni 2025, shughuli iliyotakiwa kufanywa ni kupokea hati za maandalizi ya Hija, ambapo suala lote hili kwa Tanzania nzima tumeshalifanya kikamilifu na limeshafanyika. Tarehe 26 Julai 2025 kuanza kwa upatikanaji wa taarifa za mahema na fedha. Suala hili limeshakamilika. Tarehe 9 hadi tarehe 25 Agosti 2025 muda wa udhibitishi wa mahitaji ya mahema na malipo yote, suala hili limeshafanyika. Tarehe 24 Agosti 2025 kuanza kwa mikutano ya maandalizi ya Hija. Suala hili limekamilika. Tarehe 12 Oktoba 2025 mwisho wa mkutano ya maandalizi ya ibada Hija. Suala hili limekamilika. Tarehe 9 Novemba 2025 kusainiwa na makubaliano ya mikataba ya Hija. Lazima twende tukasaini ile mikataba kule, linaendelea na utaratibu swala hili kwa sababu hiyo tarehe 9 Novemba bado hatujafika kwenye uhai na uzima. Swala hilo tutalifikisha kama tulivyopanga. Mungu atuwezeshe inshallah. Tarehe 21 Disemba 2025 tarehe ya mwisho ya kuhamisha fedha, yani fedha zetu sisi Tanzania tumeshazipeleka kule, na swala hili liko katika utaratibu mzuri, na kwa kushirikiana na wenzetu wa Utahiza swala hili linaenda vizuri pamoja na wenzetu wa Tahafi kule Tanzania bara. Hapa kadhi wa rufaa Mahakama Kuu Sheikh Idi Said Hamis akatoa maelekezo. Kwa ni ibada ambayo kwamba inahitaji maandalizi kiujumla, na maandalizi ya Hija tutayagawa katika sehemu 3 tofauti. Kwa upande wa mahujaji kuna maandalizi ambayo kwamba ya kiwiliwili badania, lakini kuna maandalizi vile vile ya kinafsi kisaikolojia, kwamba mtu anajiandaa vipi kisaikolojia kwenda kukabiliana na ibada ya Hija. Lakini na kuna maandalizi ya kiroho vile vile, nafsi yake, roho yake kaiandaa vipi katika kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Kwa yule ambaye kwamba ameazimia kwenda kutekeleza ibada ya Hija, basi maandalizi haya aina 3 anatakiwa awe anayo. La kwanza kabisa, tukirudi katika maandalizi ya kiwiliwili kama tulivyozungumza awali, kwamba ibada ya Hija ni ibada ambayo kwamba inahitaji nguvu. Kwa kiwiliwili chake, yule ambaye kwamba anatarajia kwenda kutekeleza ibada ya Hija ni lazima akitayarishe, yakiwemo masuala mazima ya kufanya mazoezi, yakiwemo masuala mazima ya kuhakikisha kwamba anakula mlo uliokuwa salama ili kutunza afya yake, lakini yakiwemo masuala mazima ya zile taratibu za kiafya ambazo anatakiwa azichukue, yakiwemo masuala ya chanjo na mengineyo. Na haya yote ni matayarisho ambayo kwamba anatakiwa ajiandae nayo alhaj, yule ambaye kwamba anatarajia kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Na hii inatokana na asili ya ibada yenyewe ya Hija. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatangazia Waislamu masahaba kwa wakati ule kutekeleza ibada ya Hija,
Wako baadhi yao ambao kwamba walitamani kwamba iwe kila mwaka, na wakamuuliza Mtume sallam kwamba tuhiji kila mwaka, akamwambia hapana, hija ni mara moja, na lau kama ningelikwambieni muhiji kila mwaka basi msingeliweza. Na hii ni kutokana na uzito wa ibada yenyewe tukufu ya hija. Na Mtume sallam anatuambia almuslimu alqawiyyu khairun min almuslimi adhaif wa fi kulli khair, kwamba Muislamu ambaye kwamba atakuwa ana nguvu, yuko smart, basi huyu ni bora zaidi kuliko yule Muislamu ambaye kwamba atakuwa ni dhaifu, ingawa madam ni Muislamu kila mmoja atakuwa ana kheri kwa upande wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna swala zima la maswala ya maandalizi ya kinafsi, kisaikolojia. Jamani, ibada ya hija kama tulivyotangulia ni ibada iliyokuwa tofauti. Kwa hivyo alhaj mtarajiwa anatakiwa ajitayarishe kwanza kukabiliana na kuishi katika mazingira tofauti na mazingira ambayo kwamba ameyazoea huko nyumbani. Hicho ni kitu cha mwanzo kabisa. Anatakiwa aanze kujichuni na mapema anapokuwepo huko, kwamba yeye atakwenda kukabiliana na mazingira tofauti na yale mazingira ambayo kwamba amezoea kuyaishi kawaida. Lakini vile vile kutakuwa kuna maingiliano na watu tofauti. Tunajijua hali zetu kwamba kuna watu wepesi wa kuchanganyika na watu, lakini kuna watu wengine nature yao kwamba ni watu wa kujitenga, si wa kuchanganyika na watu. Kuna watu, kuna mazoea fulani ambayo kwamba wameyazoea anapokuwepo nyumbani. Kwa hivyo aanze kujichuna mapema kwamba mimi ninakwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini asitarajie kwamba mazingira ambayo kwamba atakwenda kuyakuta yatakuwa ni mazingira yale ambayo kwamba ameyazoea katika mazingira yake ya kawaida. Taarifa za kitaalamu zinazoelekeza kuhusu hali ya kiafya kwa mahujaji wanaotarajiwa kutekeleza ibada hiyo ikaelezwa na daktari dhamana wa hija Dr. Naufal Kasim Muhammad. Kwa hivyo kamati hii ya madaktari imewafiki mahujaji wenye maradhi yafuatayo hawataruhusiwa kuingia nchini Saudia kwa mnasaba wa kufanya ibada ya hija: wenye maradhi ya mafigo ambao wanafanyiwa usafishaji, wanaoenda kwenye dialysis, maradhi ya moyo yanamzuilia mtu kufanya shughuli zake za kawaida, ugonjwa wa mapafu unaohitaji matumizi ya oxygen, maradhi ya ini kwenye stage ya mwisho. Kwa hivyo hii inaitwa liver cirrhosis, ambao huyu mgonjwa tayari mwili wake umeanza kubadilika rangi, unaanza kuwa rangi manjano. Maradhi ya uti wa mgongo yanayomzuilia mtu kufanya shughuli zake za kawaida, maradhi ya mishipa ya fahamu yanayopelekea ulemavu wa viungo, uzee tulidiscuss sana na tukasema uzee ni relative, yani uzee hatuwezi kuweka umri. Inawezekana mtu mwenye miaka 70 akawa mzee zaidi kuliko mtu mwenye miaka 90. Sote tunajua hivyo. Kwa hivyo ndio maana uzee ukaachwa uzee. Alafu tena madaktari wa kila taasisi wakati hujaji aenda kujiandikisha watamwangalia na kusema kuwa kweli huyu ni mzee. Hawataangalia umri, wataangalia kuna vigezo fulani watakuwa navyo, hivyo ndio vitakavyowaongoza kusema huyu ni mzee. Alafu shida za akili. Tumekuwa tukipata shida sana tunaposafiri na mahujaji ambao wanatumia hizi dawa za akili, kwa sababu kwa wenzetu Saudia dawa hizi ni dawa za kilevi. Kwa hivyo daktari pia haruhusiwi kuzibeba dawa hizi. Mgonjwa mwenyewe haruhusiwi kuzibeba dawa hizi. Yaani mtu akibeba hizo inawezekana Mungu atunusuru kule wakamshtaki kwa kosa la kuingiza dawa za kulevya. Kwa hivyo ili kumzuilia yeye na sisi tusije kupata shida, Wasaudi wenyewe wameleta hii maelekezo kwa watu hawa wasichukuliwe hija. Ujauzito. Kama shahidi alivyosema mwanzo katusaidia sana Nabii Madina, kuwa shahidi hapa kazungumza sana kuwa hija imeambatana na vitendo. Kwa hivyo madaktari, kamati ya madaktari baada ya kukaa ikahisi kweli kuna shida wakati wa hizi vitendo vinapotokezea, mtu mwenye ujauzito anawezekana akapata shida. Na hii ni katika maelekezo yaliyokuja kutoka Saudia.
si kuwa kamati ya madaktari tumeyakubali, lakini wao wameangalia mfano hija za nyuma watu wangapi wamejifungua kule. Sasa huyu mtu kenda kwenye hija au kenda kujifungua, au wangapi wamepata shida za ujauzito wakabidi walazwe, labda mimba inataka kutoka na mambo kama haya. Kwa hivyo kamati imehisi kuwa mtu mwenye ujauzito inshallah asubiri ajifungue, alafu aombe kwenda hija mwaka unaofuata. Maradhi ya miguu yanayopelekea kumzuilia mtu kutembea kwa masafa marefu. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Zulaifa Isa Suleiman.